Katika siasa mara nyingi kinachoonekana juu ya uso wa maji sio kinachoamua mwelekeo wa jahazi. Mara nyingi nguvu halisi hucheza chini ya maji. Katika siku za hivi karibuni, mitandao ya kijamii na mijadala ya kisiasa imejaa hoja nzito kwamba ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM kuna mgawanyiko usiosemwa wazi. Mgawanyiko unaodaiwa kujengwa juu ya makundi ya ushawishi, uaminifu wa kisiasa na hofu ya kile kinachoweza kutokea kesho. Orodha inayosambaa mtandaoni inataja majina ya waliowahi kushika nyadhifa nyeti katika serikali iliyopita. Leo inadaiwa baadhi yao wamewekewa vikwazo ndani ya chama, wameondolewa katika mzunguko wa maamuzi, na wengine wanadaiwa kuzuiwa kusafiri nje ya nchi, na wote kwa pamoja wanahusishwa na kile kinachoitwa kundi linalodhaniwa kumuunga mkono naibu wa rais Emmanuel Nchimbi. Lakini je, madai haya yana msingi? Na kama yana msingi, yana maana gani kwa CCM na kwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan? Majina yanayotajwa si ya watu wa kawaida, ni mawaziri wa zamani, manaibu waziri wakuu, mawaziri wa mambo ya nje, afya, kilimo, katiba, nishati na waliowahi kuwa karibu sana na kitovu cha maamuzi ya dola. Hofu kuu inayosambazwa ni kwamba hawa hawakuondolewa kwa sababu ya utendaji, bali kwa tuhuma za misimamo ya kisiasa. Ni muhimu kusisitiza hapa, hii ni orodha inayosambaa mitandaoni, si tamko rasmi la serikali wala la CCM. Moja ni Doto Biteko aliyewahi kuwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati. Pili ni Hussein Bashe aliyekuwa waziri wa kilimo. Tatu ni Innocent Bashungwa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi. Nne ni marehemu Jacinta Mhagama aliyekuwa waziri wa afya. Na tano ni Dr. Seleman Jafo aliyekuwa waziri wa viwanda na biashara. Sita ni Dr. Pindi Chana aliyekuwa waziri wa maliasili na utalii. Na saba ni Dr. Damas Ndumbaro aliyekuwa waziri wa katiba na sheria. Nane, Umi Mwalimu aliyekuwa waziri wa afya. Tisa ni Godfrey Mwambe aliyekuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, uwekezaji. Kwa mujibu wa mijadala ya mitandaoni, majina haya yanatajwa kuhusishwa na kutokuwa ndani ya mduara wa karibu wa maamuzi ya awamu ya sasa, kudhaniwa kuwa na misimamo isiyolingana kikamilifu na uongozi wa sasa, au kuhusishwa na kile kinachoitwa makundi ya chini ya maji ndani ya CCM. Hata hivyo, hadi sasa hakuna uthibitisho rasmi wa vikwazo vya sheria, zuio la kusafiri wala adhabu zilizoandikwa dhidi ya viongozi hawa. Ndani ya vyama vikubwa vya siasa barani Afrika, hasa vile vinavyotawala kwa miongo kadhaa, kuna kitu kimoja kisichoepukika: mapambano ya urithi wa madaraka. CCM sio tofauti. Kila awamu huzaa marafiki wapya, huwapoteza baadhi ya waliokuwa karibu na hujenga uaminifu mpya unaoendana na mustakabali wa uongozi. Katika muktadha huu, dhana targeting mara nyingi haimaanishi mateso ya wazi, bali huonekana kama kukosa kuteuliwa, kubaki kimya muda mrefu, kutoonekana katika mikutano mikubwa ya kisiasa au kutohusishwa tena na ajenda nyeti. Kwa nini basi wahusishwe na Nchimbi? Emmanuel Nchimbi ni mwanasiasa mkongwe mwenye historia ndefu ndani ya CCM na mtandao mpana wa kisiasa. Katika siasa za chama tawala, ukaribu wa jina lako na jina la mtu mwenye nguvu ya baadaye unaweza kuwa baraka au mzigo. Hakuna ushahidi wa wazi unaothibitisha kundi rasmi lipo, lakini pia hakuna anayeweza kupuuza ukweli kwamba CCM imejengwa juu ya makundi tangu enzi za tano. Doto Biteko aliyekuwa naibu wa waziri mkuu anaonekana mtu mstaarabu, si mtu wa misimamo mikali hadharani. Katika siasa, tishio si lazima liwe kelele. Wakati mwingine ni mtandao, uaminifu wa watu au kukubalika ndani ya chama cha umma. Lakini vipi pia kuhusu Hussein Bashe? Kukosa uwaziri katika awamu ya pili kunatafsiriwa na baadhi kama adhabu ya kisiasa, lakini pia kikatiba rais hana wajibu wa kumteua kila aliyekuwa waziri. Taarifa ya Umi Mwalimu kudaiwa kuzuiliwa mpakani Horohoro zilikanushwa na mhusika mwenyewe. Hapa dai linabaki kuwa dai, si ukweli uliothibitishwa. Madai yenyewe yalikuwa yanasema
alizuiliwa mpakani Horohoro, mpaka wa Kenya na Tanzania, alipokuwa akisafiri kwenda Mombasa, lakini baadaye alikanusha madai haya. Ndani ya chama, vikwazo mara nyingi havionekani hadharani, vipo kwenye nani anaalikwa, nani anapewa jukwaa na nani anasahaulika. Swali kwa wengi ni je, huu ni mgawanyiko halisi? Hakuna ushahidi wa mgawanyiko wa wazi, lakini pia hakuna chama kinachotawala kwa muda mrefu bila mikondo ya ndani. Nini basi athari ya mijadala hii kwa utawala wa Rais Samia? Changamoto kuu ni kusawazisha urithi wa awamu iliyopita, kujenga uaminifu mpya na kudhibiti siasa za urithi wa madaraka. Kwa sasa hakuna uthibitisho rasmi wa vikwazo vya kusafiri au adhabu za wazi za kisiasa, lakini hisia za mpito wa ndani ya CCM zipo. Swali si kama CCM ina makundi, bali kama makundi hayo yataimarisha au kuyumbisha utawala wa Samia.